Mwenezi. Habari ya kwako? Sawa mwenezi wangu. Oh. Niko jamani. Nyingi mlinipa wakati wa uchaguzi mkuu. Nafahamu nilipata kura nyingi kwenye kura za maoni, lakini mkafunga kazi kwenye kura ya nini? Kwenye uchaguzi mkuu. Nawashukuru kwa sababu hata Dr. Samia Suluhu Hassan mlimpa kura nyingi mno, kwa sababu hao ni wanawapenda tu bure. Kwa nikiangalia watu wana uvumilivu kweli kweli, yani wana upendo. Niwashukuru pia kwa uvumilivu wenu wa kunisubiri. Nilienda sehemu inaitwa Maji Moto. Mnafahamu Maji Moto? Wayelulo barabara torono naimna. Nikakuta watu wenye upendo kama nyinyi wakanizuia. Akakuwa tu adoi. Nimejitahidi kukimbilia. Lakini nawashukuru kwa uvumilivu wenu, najua ni upendo tu wa kunisubiri mpaka muda huu. La tatu la mwisho. Mengi amesemwa hizo changamoto nyingi tu. Lakini ndugu wananchi wa Kigongoni na Bwawani kwa ujumla, matatizo yenu nayaelewa vizuri sana. Sana tu. Naamini tukishirikiana pamoja tukatoa ushirikiano kama huo wa leo, changamoto zote zile tutaenda kuzitatua. Labda niseme tu moja, hatuwezi kutatua changamoto zote kwa wakati moja, lakini tunafanya moja baada ya lingine. Kwa mfano leo nimekuja kushuhudia kuwashwa umeme kwenye kitongoji cha Darajani. Hiyo ni hatua kubwa sana. Ni moja kati ya miradi mikubwa ya umeme katika jimbo letu ambalo kulikuwepo na mkataba wa vitongoji 15 vya kupata umeme ambao una gharama ya bilioni 2.188. Ni fedha nyingi sana. Huo mkataba uliwekwa tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2025 na inatakiwa 24 na inatakiwa ishe mwaka 2026. Lakini nimeongea na mhandisi akasema inaisha mwezi huu tarehe 30 mwezi wa 12. So unaona hiyo speed inavyoenda. Na tushukuru serikali yetu kwa kweli. Kwa sababu kwa umeme kazi kubwa imefanyika katika nchi hii. Kwa jimbo letu la Arumeru Magharibi tuna vijiji 67. Vijiji vyote vina umeme. Tuna vitongoji 259. Vitongoji 201 zina umeme. Tumebakiwa na vitongoji vingapi? 58. Sasa tukua zile 58 toa 15 inabaki 43 ambazo zinafanyiwa kazi. Huu mradi wa 15 ukiisha Disemba hii, tunaenda kuanza mradi mwingine wa vitongoji 19 ambayo kata ya Bwawani, kuna Musa, kuna Mwande, kuna Olmotonyi na zingine nyingi. Kwa hiyo serikali yenu ni sikivu, kama tulivyokuwa tumeahidi kwenye kampeni kwamba watu watapata umeme, watapata umeme. Nimeandamana na injinia wetu, mhandisi Mkule. Yeye ndio msimamizi wa miradi ya umeme TANESCO mkoa wa Arusha. Nikamwambia tu ndio kawaone wale watu wangu wa Bwawani, kijiji cha Kigongoni, watu wema sana. Wale watu wanahitaji umeme. Kwa hiyo ndio sababu tupo naye. Amesikiliza vizuri viongozi wakielezea vitongoji ambavyo bado, na ni msikivu kweli, naenda kufanyia kazi. Nilipita pale Darajani, nikaona nyumba moja umeme umepelekwa. Nikaona kikundi cha kina mama wanaongea, injinia akasema hebu tukaangalie. Kwanza nimpongeze yule mama au ile mwenye ile nyumba kuweza kuvuta umeme kwenye nyumba yake. Nilipofika pale nikakuta kikundi cha kina mama wako serious. Unajua kina mama bwana, wakina mama acha, sijakuta wazee, ni wakina mama. Wako na dada moja na mama moja, wako na hela ziko mezani. Nikasema Kigongoni hela zimetoka tena wapi huko? Hela zimewekwa pale. Kumbe kuna kikundi kinaitwa nini ile? Nikausha damu au nini ile? Black. Kumbe mnafahamu?
wanaokopesha Black wanaokopesha hela wanarudishwa baada ya miezi 10 au mwaka moja kwa 60%. Nikafikiria taenda kuulizia vizuri, 60% sio hela nyingi kweli? Nikawauliza, mbona hamkwenda kuchukua mkopo ambao serikali yenu sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetolewa 10% kwa kila halmashauri, 4% kwa ajili ya kina mama, 4% kwa ajili ya vijana na 2% kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa nini hamkwenda? Akasema tukienda tusikilizwi. Mheshimiwa Diwani, ndivyo alivyoniambia watu wako. Wamehangaika kweli wale akina mama. Na ukiangalia nyuso za wale akina mama wako makini kwa ajili ya familia zao. Hii 60% sio niambia baba nitafanyaje? Watoto naenda shule. Unaona? Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, una kazi. Niliwaahidi hao wananchi wakati ya kampeni kwamba watapata mikopo. Nimesema usiyasema? Ninamaanisha, niko serious kwa hilo swala. Mheshimiwa Diwani, kaa na kamati yako ya utendaji ya kata. Wasikilize hao wananchi. Watambue majina ya vikundi vya akina mama na vijana wenye mikopo. Ulete kwenye halmashauri. Tukae, kwa sababu najua ni vikao ndio vinafanya nini? Maamuzi. Kule ndugu zangu tunaenda kuulizia shida iko wapi? Watu wa Kigongoni hawana mikopo ambayo tayari serikali yao imeazimia kuwapa. Na serikali hii na iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema pia itakwenda kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa wafanyabiashara wadogo na wakati. Kwa hiyo mkikaa na diwani wenu ukawasikiliza hao wananchi kwenye kamati yako, wakapanga vizuri, ukatuletea majina ya wale wafanyabiashara Kigongoni, kama nilivyokuwa nimewaahidi, mwe wa kwanza kupata nini? Hiyo mikopo, kwa sababu mnastahili. Lakini lazima ushirikiano mkubwa uwepo na diwani wenu ili kuweza kuwasikiliza. Mekundu ama tumburudo basi na mnatubulu kama na hata mewe umeme, si tuchukue umeme. Kwa hiyo utapata mwanga, lakini sio mwanga tu, hata kupikia hela kidogo sana unatumia kupikia kwa kutumia umeme. Kwa hiyo ni nishati safi. Tukaachana na mkaa ambao kwanza unaharibu mazingira, lakini pia ni ghali. Nadhani nyinyi ni mashahidi, gharama ya mkaa ni shilingi ngapi sasa hivi. Kwa hiyo huu umeme utatusaidia kwa mambo mengi katika maisha yetu. Mheshimiwa Diwani, nimegundua watu hawana nguzo. Ni kweli au si kweli? Naomba pitia kila kitongoji tupate nani hana nguzo. Tutaongea na mhandisi baadaye wawili. Ningependa wananchi nisikie nguzo zinakosekana wapi. Kwenu mnaona nguzo ni shida au sio shida? Na kupitia hiki kikao cha wananchi wa kijiji cha Kigongoni Bwawani, na waomba madiwani wote wa kata zote katika jimbo la Arumeru Magharibi wapite kila kitongoji, waorodheshe watu wenye mahitaji ya nguzo, tukafanyie kazi. Sawa. Maana hilo ni tatizo kubwa. Umeme unapita, hakuna nguzo pale. Sasa wananchi watapataje umeme? Ndio wananchi mtalipa hizo shilingi 27,000. Lakini usi unahitaji umeme? Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, naomba uwe wa kwanza kama kawaida yako. Tufanye Bwawani iwe ya kwanza. Wewe lete idadi ya nini? Ya nguzo kwa kila kitongoji. Nadhani wananchi watafurahi zaidi kupata. Niliwaahidi na lazima tufanyie kazi. Hatuwezi kuacha kitu ambacho kinawezekana. Serikali inatoa mabilioni ya hela, wananchi muendelee kuteseka bila umeme. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema, wale wenye waliniona juzi nikiongea, nilipata bahati nzuri nikakutana na waziri wa ujenzi anaitwa Ulega. Nilimsikia, nikamwambia tuna matatizo ya barabara. Tuna ile barabara yetu inaitwa Mianzini mpaka Ngaramtoni ya lami. Hiyo inapita, itaisha mwezi wa 7. Nikamwambia lakini kwenye ilani ya chama serikali imetoa gharama au kujenga kwa kiwango cha lami, kilomita 1 ya lami inaitwa Malalua, Langarini, Nuruma mpaka wapi? Bwawani. Mimi nikamwomba, niambia wale wananchi wangu wa Bwawani wakati wa mvua wanateseka, naomba utuongezea hata kilomita 4, kilomita ngapi? 5. Hao wananchi nao wa Bwawani waweze kupata barabara ya lami. Ameniahidi anaenda kufanyia
kazi. Kwa hilo tumeanza. Hili lingine mlioniambia uloki mpaka wapi? Tunaenda hatua kwa hatua. Ninachoomba tu ni ushirikiano. Maji niliongea na waziri mkuu, nadhani mlisikia. Kuna kisima kikubwa sana kiko kule kwetu Kimnyaki cha bilioni 520. Nikamuomba kwamba ikiwezekana badala ya yale maji yote kwenda jiji la Arusha, kata zetu pia zipate za karibu. Nikazitaja hizo kata. Kataja huko Kimnya, Mutonyi, Sambasha, Olturoto mpaka huku kwetu Wawani. Yataenda kufanyiwa kazi na mimi nitafuatilia. Nachohitaji ni ushirikiano. La mwisho ndugu zangu ni amani. Bila amani hata maendeleo naongelea haina maana yote. Tutunze amani yetu. Nasikia watu wanasema sijui kuna maandamano tarehe 25 mwezi wa 12. Angalieni, amani ni muhimu sana. Kila mtu angalie familia yake. Tuwe na mlinzi wa kila mmoja. Ili tuweze kuleta haya maendeleo, tukafurahia maisha yetu. Ni vizuri tuwe na amani. Tutunze amani yetu ambayo Mungu ametupatia. Unajua nchi ni nzuri sana. Tutapata wapi tena nchi kama hii? Lakini tusipolinda amani, tukawa na amani, tukawa na upendo wa sisi kwa sisi, hakika tutafaidi hii rasilimali ambayo Mungu ametupatia. Narudia tena, nawashukuru sana 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 kwa sababu ya upendo wenu. Narudia kusema nawashukuru kwa kura, nawashukuru kwa upendo mlionao, uvumilivu mlionao, na jitihada nimesikia kuchangia miradi ya maendeleo ya shule, zahanati. Nawaahidi hivi tuko pamoja na nitakuwa nakuja kuwatembelea. Ofisi yangu iko wazi.